Na mtazamaji wa Faida Online TV, kila ifikapo Juni 16 kila mwaka, dunia inasimama na kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika, siku ambayo ilishuhudiwa mamia ya watoto wakiuawa kwa kupigwa risasi na wengine zaidi ya 1000 kujeruhiwa walipokuwa wakidai haki ya kupata elimu bora katika mji wa Soweto nchini Afrika Kusini. Katika kuikumbuka siku hii, shirika lisilo la serikali la Back-Aid Tanzania kwa ufadhili wa NCA limeendesha mdahalo maalum unaohusu kupinga ukatili wa kijinsia mitandaoni. Mdahalo uliofanyika katika viunga vya shule sekondari Mahurunga iliyopo kwenye kata Mahurunga, halmashauri ya wilaya ya Mtwara. Back-Aid Tanzania ni shirika lisilo la serikali linalofanya kazi chini ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA kwa ufadhili wa Norwegian Church Aid yani NCA katika kutekeleza mradi wa kupinga ukatili wa kijinsia Gender Based Violence GBV pamoja na kuimarisha usalama na ustawi wa jamii. Mradi huu unatekelezwa katika halmashauri 3 za mkoa wa Mtwara ambazo ni halmashauri ya wilaya ya Mtwara, halmashauri ya wilaya ya Tandahimba pamoja na halmashauri ya mji wa Nanyamba. Faida Online TV, watu wa field pass na hiana pasipo na bugudha, tumekuandalia taarifa hii. Mimi naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, kulike na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa field, tafadhali baki nasi. Kwa majina ni Salim Ibwe, nafanya kazi chini ya shirika la Back-Aid ambayo ni shirika lipo chini ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA. Tunafanya mradi wa kupinga ukatili wa kijinsia chini sani ya shirika la Norway NCA. Kwa siku ya leo ambayo ni siku ya mtoto wa Afrika, tumeona kwamba ni nafasi pekee ya kukutana na kufanya sani mdahalo wa makundi mbalimbali. Hasa kwa siku ya leo tumelenga ukatili wa kijinsia kwenye mitandao. Kwa nini tumelenga hivyo? Kwa sababu tumeona kwamba kuna ukuaji wa matumizi ya mitandao. Takwimu zinasema kwamba asilimia 73 ya wanawake au wasichana wameshakutana na masuala ya ukatili wa kijinsia ni wa mitandao. Lakini pia takwimu zinasema kwamba asilimia 85 ya matukio yani ukatili wa kijinsia hayaripotiwi. Kwa hiyo tukaona kwamba ni sehemu pekee pia ya kufanya sani awareness kwa vijana, kuongea, kuweza kuwapa sani elimu ya masuala ya ukatili wa kidigitali, kwa sababu ni matukio ambayo kwa sasa hivi hapo yanafanyika na takwimu ziko wazi. Kwa hiyo kwa siku ya mtoto Afrika, sisi ni Back-Aid mkoa sani wani Mtwara tumefanya kwenye kata ni ya Mahurunga kwenye shule ya sekondari ya Mahurunga, ambapo tulikuwa makundi ya wanafunzi 15 ambao wa kidato cha 4 ambao tunaamini kwamba muda sio mrefu wanamaliza shule. Kuna ambao ni watakaoenda kidato cha 5. Kwa hiyo lakini pia wapo sasa watakao baki mtaani, wataanza kwenda kwenye simu mitandao sasa lakini pia tunani vijana 20 ambao sasa ni nje sana ya shule. Tumeona pia na wao tuongee nao kwa sababu wanatumia hiyo mitandao ya jamii. Kwa sisi Back-Aid chini ya ufadhili wa Norway hiyo sani NCA Tanzania tunafanya hiyo sani mradi wa kupinga ukatili wa kijinsia mkoa wa Mtwara. Kwa majina naitwa Robinson Rosan Kimati, ni mtendaji wa kijiji cha Kitunguli. Kwanza kabisa napenda kuwashukuru sana Back-Aid na Norway Church Aid kwa kutuwezesha na kutupatia elimu nzuri sana kuhusu ukatili wa kijinsia kupitia mitandao, ambayo hii imewapa vijana hapa nguvu ya kujua jinsi gani ya kupambana na ukatili wa kijinsia kimitandao, lakini pia kujua ukatili wa kijinsia kimitandao ni upi. Kwa majina naitwa Hassan Selemani Abdalla, ni GBV champion wa kata ya Mahurunga. Kwanza nilishukuru shirika la Back-Aid lililopo chini ya BAKWATA kwa kushirikiana na mfadhili NCA kwa kutuletea hii elimu ya ukatili wa kijinsia kwa njia ya mtandao. Kiukweli hili swala lipo katika mazingira yetu. Hili swala ni swala ambalo linatuathiri wanajamii wengi.
wapo watu wanaamua tu kuwapiga picha watu wenzao na kuzituma mtandaoni pasipo ridhaa yao. Hii ni kosa. Lakini mwanzo kabla elimu hii sisi kama wanajamii ilikuwa hatujui kwamba hili ni kosa kwa mujibu wa sheria. Ila sasa hivi baada ya kupata elimu hii tushatambua moja kwa moja kwamba hili ni kosa na wapi twende tukaripoti ikitokea ishu ya unyanyasaji wa nje mtandao kama wa aina hii hapa. Kwa majina naitwa Hassan Isa Bakari, ni mkazi wa Maurunga, kata ya Maurunga. Pia ni ustazi wa madrasa hapa Maurunga. Kutokana na mafunzo ya Backed, kuna mambo mengi ambayo tumejifunza ambayo vijana wengi walikuwa hawafahamu namna ya unyanyasaji wa kijinsia kwenye mtandao. Lakini pia ushauri wangu kama ustazi, lazima vijana wasome madrasa. Haya maadili mengine ambayo yalikuwa nao monyoka manake wapate kuyafanyia kazi. Kwa majina naitwa George Salvatore Ndauka, ni katekista wa kanisa Katoliki Maurunga. Ningependa kushukuru sana Backed kwa namna walivyotupa elimu ya unyanyasaji wa kijinsia katika mitandao. Jambo hili kwetu tumelipokea vizuri na tumejifunza, kwa sababu jamii nyingi hutumia mitandao vibaya. Hivyo mimi ningewaomba wajifunze kutumia mitandao katika hali inayostahiki, ili kila mmoja aweze kunufaika akiwa na amani na utulivu. Kwa majina naitwa Mariamu Atuya Chande, ni mwanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya sekondari Maurunga. Nashukuru sana shirika la Backed ambayo limetupa mafunzo ya elimu ya kijinsia kupitia mitandao. Sasa leo tumejua namna gani na mitandao au picha mbaya zinavyoathiri watu na kudhalilisha watu. Nikiwa kama mwanafunzi nitawashauri wanafunzi wenzangu kutumia mitandao ipasavyo na kutowadhalilisha wenzetu. Kwa majina naitwa Julius Ibrahim Sanga. Mimi ni mwalimu wa Maurunga Sekondari. Kiukweli hii imekuwa ya msingi na imekuja kwa wakati mwafaka kabisa kwa wanafunzi wangu, kwa sababu naamini kwamba wanafunzi sasa watapata uelewa kwa namna gani wa kuitumia mitandao ili kwamba kujiepusha na mambo ambayo hayatafaa, ambayo hayapo kwenye maadili ya Kitanzania. Katika ushirikiano na viongozi wa dini, viongozi wa serikali, wanawake, vijana na makundi mbalimbali ya kijamii, Backed Tanzania imeendelea kutoa elimu, kuhamasisha jamii na kuimarisha mifumo ya kuzuia na kukabiliana na vitendo vya ukatili wa kijinsia ili kujenga jamii salama yenye usawa na haki kwa wote. Mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Jina langu naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe, kulike na comment channel yetu ili uendelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.